Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Polisi wilayani Tanganyika linawashikilia watu 4 wanaohukumiwa kuhusika na tukio la uvamizi na ukatili wa kingono lililotokea katika eneo la hifadhi ya msitu Kampemba wilayani humo na kuacha wanawake 3 wakiwa majeruhi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya Tanganyika, Mheshimiwa Onesmo Buswelu, tukio hilo la kusikitisha lilitokea Aprili 29, 2026 wakati wakazi wanaodaiwa kuwa wahamiaji kutoka eneo la Kanoge waliokuwa wakiendesha na shughuli zao za kilimo katika eneo hilo la hifadhi. Taarifa za awali zinaeleza kuwa kundi la watu wenye silaha waliwashambulia wakulima hao na kuwajeruhi na kisha kufanya vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya wanawake 3 akiwemo mama na binti zake. Mkuu wa wilaya Buswelu amesema chanzo cha tukio hilo kinahusishwa na mgogoro wa muda mrefu wa matumizi ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji katika eneo hilo la msitu wa hifadhi. Migogoro hiyo imeripotiwa kujitokeza mara kwa mara kutokana na uvamizi wa maeneo yaliyohifadhiwa. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Hadi sasa watu 4 wanaoshikiliwa kwa mahojiano. Tunahakikisha wananchi kuwa serikali haitavumilia vitendo vyote vya uhalifu na wahusika wote watakamatwa na kufikishwa mahakamani, alisema Mheshimiwa Buswelu. Aliongeza kuwa wahanga wa tukio hilo wamepelekwa hospitalini kwa matibabu na kupata msaada wa kisaikolojia, huku akitoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola. Eneo la Kampemba limekuwa na changamoto ya migogoro ya ardhi kwa muda mrefu, hali inayosababisha serikali kuongeza ulinzi na kufanya mikutano ya maridhiano kati ya pande zinazosimamiwana. Mkuu wa wilaya ametumia fursa hiyo kutoa onyo kali kwa wananchi wanaoingia kwenye maeneo ya hifadhi kinyume cha sheria na kuwa wanachukua sheria mkononi mwao. Serikali ya wilaya imetaka wananchi kutoa taarifa za wahalifu waliojificha na kuepuka vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Pia imetoa wito kwa mashirika ya kijamii kusaidia kutoa elimu ya amani na maridhiano kati ya maeneo yenye migogoro ya ardhi. Uchunguzi wa kina unaendelea na jeshi la polisi mkoani Katavi linatarajia kutoa taarifa zaidi katika siku za hivi karibuni. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Wakaanza kutupiga na kubomoa banda letu. Niliposhtuka nilikuwa kitandani, nilikuwa nimelala. Nilishtuka baba huko akiwa wameshampiga na kumuumiza. Walimpiga panga kichwani. Baba akawa anapiga yowe, anapiga kelele, anaomba msaada kwa majirani. Alafu ndo akatoka kwenye hilo banda akakimbia. Alipokimbia msukuma mmoja akamfuata. Baba alikuwa amekimbilia kwa jirani. Alipomfuata huyo msukuma, kumbe mbele tena palikuwa na wengine 3 walikuwa wanakuja. Ndio akakutana nao wakawa wanampiga. Pakabaki mimi na mama. Hao wasukuma akaanza kumwambia hivi, mama eti aachie. Anaachie mimi, wakaanza kumpiga. Mama anasema, naomba jamani mtusamee, kama nikurisheni mazao risheni, lakini sisi mtusamee. Naomba msituumize. Wakasema hapana, hatutawaumiza. Sisi tunamtaka wewe binti yako. Akasema jamani naomba mnisamee, wakakataa. Wakawa wananivuta huku mama ananivuta. Alikuwa na mtoto mdogo wa mgongoni wa umri wa mwaka mmoja tu. Wananivuta, mama kuipa navuta. Anasema jamani naomba mniachie mwanangu, wakakataa. Nguvu zao zikawa nyingi kuliko sisi. Ndio wakanivuta, walikuwa watoto walionikamata mimi. Wakanivuta wakanipeleka pembeni na mahindi tuliponing'ia. Ndio mmoja akanifanyia uharibifu. Nilipoanguka chini waliendelea kunipiga mafimbo ya mgongoni na shingoni na kichwani. Nyingine fimbo kwa sababu nianza kupiga yowe nikiomba msaada, lakini kwa sababu majirani zangu walikuwa mbali kidogo hatukuweza kupata msaada, maana kambi ziko mbali. Nilikuwa na familia, tulijaribu kupiga kelele lakini hatukuweza kupata msaada. Ndipo mimi nilipoamua kukimbia. Nilipokimbia lakini waliendelea
maana nilikuwa nakimbia naanguka, wananipiga mafimbo. Hizo fimbo zikawa zinaangukia kwenye mkono wa kushoto. Mkono ukawa umevunjika, mifupa yote ikavunjika, kwa hiyo mkono hauna kazi, nimeshalemaa. Nilisikia fimbo moja kwa moja inashukia kwenye hapa kwenye karibu na sikio, ikashuka mpaka kwenye bega. Hiyo piga pale nikaanguka chini, ndio wakaanza kunipiga. Yaani mwili mzima, yani walipiga mpaka visehemu bado vimevimba. Ndio sasa nilichochanika sehemu fulani ya mguu, nikakimbia kwenye barabara nyingine. Nilikuwa naenda tilika damu, nilipofika pale nikaomba msaada nikapewa. Nilipopewa msaada mpaka wakachukua maji wakaweka chumvi wakanikanda ili damu ziweze kukatika. Kilichoniuma zaidi ni kitendo alichokifanya mbele ya mke wangu, kumfanyia ubakaji mbele yangu. Hilo tendo linuma sana. Ndipo hilo mimi naumia sana, naomba kama serikali muweze kulifanyia uchunguzi. Katika uvamizi uliofanyika, kuna wengine wamekatwa mapanga, kuna wengine wameibiwa mali zao. Kwa hiyo ninyi kama serikali tunawaombeni muweze kutusaidia juu ya hili. Na zaidi ya yote tulitaka mtupe ufafanuzi juu ya eneo hili tunapofanyia kazi. Kama wanaruhusiwa wao kuendelea kufanyia shughuli zao, waendelee kufanyia shughuli zao, sisi tuweze kuwapisha. Na kama endapo itaonekana kwamba sisi tunayo haki ya kuendelea kufanyia shughuli maeneo haya, tunaombeni napo pia muweze kutoa tamko kama serikali. Watu 4 wamekwisha kukamatwa wanaoshukiwa kufanya uhalifu. Taratibu zinaendelea za kufikishwa mahakamani, lakini bado jeshi la polisi tumelielekeza na tunarudia kulielekeza liendelee kuwasaka na wengine ambao wanahusishwa na ubakaji huo, wanahusishwa na uporaji huo, wanahusishwa na uhalifu huo ambao sisi kama serikali tunasema kila raia, kila mwananchi anastahili kuishi katika nchi bila kufanywa uhalifu wote, huku vyombo vya usalama vinalo jukumu la kuhakikisha kwamba vinatokomeza uhalifu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.